Katika makosa ambayo ameyaleta ndugu huyu, jana nitanguliza kidogo, ni pale alipodai kwamba ijma'i ni maafikiano ya wanawachuoni wengi, kwamba jambo la ijma'i likubaliwa na wengi. Unajua hawa maimamu wane wakiongozwa na Abu Hanifa na Malik na Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmatullahi jami'an wa radiyallahu anhu, hawa اتفقت الأمة على إمامتهم، أجمعت الأمة على إمامتهم. أمة وكإسلام kuhusu hawa wanne, umma wa Kiislamu, kama umepitisha ijma, ukiingia katika masala ya kifiqhi na kiusuli utajua nini maana ya ijma. Ijma ni jambo lilokubaliwa na wengi, nalo lina haki yake katika Uislamu. Ijma sio lile ambalo limeafikiwa na wengi. Ijma ni jambo lililoafikiana na wote, watu mujtahidi wa asri, wale mujtahidina wote wa asri baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo la kisheria, wakiwafikiana katika jambo hilo wote, hakupatikana hata mmoja aliyepinga ijma hili katika wanawachuoni mujtahidu hadhihi al-umma baada ya nabii sallallahu alaihi wasallam, wakiafikiana katika jambo hili inaitwa ijma. Sio ijma kwamba liwafikiwa na wengi, ikiwa ni kauli ya wengi ni kauli jumhur. Kwa hiyo katika akhtaa zake alizoziingia, sikwambia akhtaa katika hadithi, akhtaa za nahwu na nyinginezo, na pia vile vile katika makosa aliyoingia kwa kudai kwamba Imam Shafi'i amefariki mwaka 150. Imam Shafi'i ambaye kafa katika mwaka wa 150 bado yuko ndani ya karne tatu bora. Sawabu ni kwamba Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala mwaka 150 ndio wazaliwa, amefariki mwaka 204. Huo mwaka 150 amefariki Abu Hanifa. Al-Imam Malik amefariki mwaka 179, Ash-Shafi'i 204, na ndio mwaka alizaliwa Imam Muslim rahimahullah. Imam Ahmad amefariki mwaka 241, katikati ya karne ya tatu. Mingine mengi tumeyaacha, lakini kuna ile la msingi kubwa hapa la washaira, ili tutataji maelezo marefu, lakini tutakumwambia tu ajaribu kutafuta kitabu kimoja kidogo hivi, sisi tulikisoma zamani huko katika madaris hizi, chaitwa Al-Jawahirul Kalamiyya fi idah al-aqidati al-islamiyya للشيخ طاهر بن صالح الجزائري. Katika kitabu hiki huyu bwana ametaja humu katika mambo ya kiitikadi suala la madhhabi ya khalaf na salaf. Madhhabi mbili tofauti, kuna madhhabi ya salaf na madhhabi ya khalaf. Sawa, maimamu wote wanne walikuwa katika madhhabi ya salaf wote. Abu Hanifa watu walimtia kidogo maneno katika masala ya watu wake murji al-fuqaha na maneno kama hayapo kwake, lakini bado ni katika ulama wa ahli sunna wal jamaa, na ameandika kitabu al-fiqh al-akbar katika mambo ya itikadi, na watu wanukuu kutoka kwake katika wanachuoni wa salaf, madhhabi ya salaf. Al-Imam Malik hadith wala haraj katika miamba wa madhhabi ya salaf katika itikadi. Kadhalika al-Imam Shafi'i, na ushahidi ni wanafunzi wake kina al-Imam al-Muzani, kitabu al-Imam al-Muzani sharh as-sunnah al-Imam al-Muzani ni ushahidi tosha. Yeye ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i, na yeye ndiye aliandika, alifanya taqyidi ya kitabu al-Umm cha al-Imam Shafi'i, katika kibaru wanafunzi wa Shafi'i. Ameandika kitabu kuhusu aqida as-salaf sharh as-sunnah cha al-Imam al-Muzani. Ukisoma katika kitabu cha Imam Musa utaona Shafi'iyya wale wa mwanzo kabisa wakubwa walikuwa katika madhhabi ya salaf. Hanabila ndio usiseme kabisa, mpaka wakanasibisha madhhabi ya salaf kwa jina la wakaitwa Hanabila, kwa sababu wengi katika wanachuoni wa madhhabi ya Ahmad ibn Hanbal walisimama kidete kuyatetea madhhabi ya as-salaf, mpaka baadaye huko walipotokea kina Ibn Kullab
wakaleta masala yao yakamuathir Abu al-Hasan al-Ash'ari, na kabla ya hapo alikuwa katika Mu'tazila, akataraja akasimama katika madhhabi ya ahli sunna wal jamaa, madhhabi salaf, pamoja na kwamba bado alikuwa ana akhta. Na kitabu chake al-Ibana liko wazi, al-Ibana an usul ad-diyana, akikariri madhhabi salaf, ambayo sio haya wanayosema Ash'ari leo ambayo ni madhhabi ya khalaf, sio kadhalika. Kwenye kitabu chake Maqalatul Islamiyin, yani ana kitabu Abu al-Hasan al-Ash'ari chaitwa Maqalatul al-Islamiyin, ni kitabu chake pia vile vile. Sasa hawa wote ukisoma kwenye kitabu hicho utakutana anakariri madhhab ya as-salaf. Ukitaka kujua zaidi pia vizuri, al-Imam Abdul Qadir al-Jailani, huyo ambaye Qadiria ujinasibu na yeye, soma kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Ghunya, utaona mule katika masala ya al-asma wa sifat anathibitisha madhhabi as-salaf, anathibitisha madhhabi ya as-salaf mpaka baadaye mambo yalipokorogeka na maji yalipokorogeka, wakachanganya baadhi ya watu, hasa wale wanafunzi wa mwanzo wa Abu al-Hasan al-Ash'ari walikamatana na yale ya shekhi wake, ikawa kuna masala fulani mukhalif katika masala ya al-kalam, sifatu al-kalam mukhalif. Wanachuoni wanaeleza kwa ufafanuzi mambo haya, lakini katika zile itikadi hasa zinazozungumzwa masala al-asma wa sifat, utaona wamesimama katika msimamo ule ule wa mwanzo, na hasa wale almutaqaddimuna min al-Ash'ari ambao ni Abu al-Hasan al-Ash'ari na wanafunzi wake kama Ibn Mujahid ni Muhammad ni Abu al-Husayn bin Dar ibn al-Husayn al-Shirazi, anaitwa Ibn Mujahid, ambaye alikuwa ni khadimu wa Abu al-Hasan al-Ash'ari, amefariki mwaka 353. Ukizisoma habari zake katika Siyaru A'lamun Nubala kwenye juzuu ya 16 ukurasa wa 108 utayapata kwenye Muassasatur Risala, chapa Muassasatur Risala. Huyu ni katika wanafunzi wa karibu wa Abu al-Hasan. Kadhalika al-Imam Abu al-Hasan al-Bahili, ambaye pia ni katika kibaru wa talamidha Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Na dhalika Abu al-Hasan al-Tabari, Ali bin Muhammad bin Mahdi, ambaye ni Abu al-Hasan al-Tabari, katika wanafunzi wakubwa wa Abu al-Hasan al-Ash'ari, na wanafunzi wa Abu al-Hasan kama vile al-Imam al-Baqillani Muhammad bin Tayyib bin Ja'far al-Basri, Abu Bakr al-Baqillani, ameelezwa habari zake katika Siyaru A'lamun Nubala juzuu ya 17 ukurasa wa 190. Bwana huyo mfariki mwaka 403. Ukisoma habari zake utaziona pia, angalia katika masala ya uluullah na istiwa'ullah 'ala al-'arsh, utaona habari zake. Na Ibn Furak, Muhammad bin Hasan bin Furak, ambaye ni katika kibar wa Ash'ari, ni katika wanafunzi wa Abu al-Hasan, kwa sababu ni mwanafunzi wa Abu al-Hasan al-Bahili, ambaye al-Bahili ni mwanafunzi wa Abu al-Hasan. Na mutaakhirun wao ndio wakaleta masala ta'wili sasa katika masala ya asma wa sifat, watawassau fi idkhal al-qawaid al-kalamiyya wa at-tasawwuf. Wao ndio walitawassaa sasa, wakaingiza masala ya kifalsafa na mantiq, na wakaingiza mambo ya kitasawuf katika madhhabi ya Ash'ari. Hayakuweko kabla yao, hawa walikuja baadaye, na hasa katikati ya karne ya 5 na waliofuatia baada ya hapo. Na katika ambao wanaongoza jenge hili ni Abu al-Maali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Bakr ibn al-Arabi al-Shahrastani, al-Razi, al-Abidi na wengineo. Hawa maukifu zao zilizokuja walikuja nazo kwenye vitabu vyao ni tofauti na hawa waliotangulia. Yani kabla ya al-Juwayni, Imam al-Haramain wa Shaira hakuwa hivyo ulivyo hivi sasa. Hawa walipokuja kina Abu al-Maali al-Juwayni Imam al-Haramain, na kina al-Ghazali Abu Hamid Muhammad al-Ghazali Hujjat al-Islam min Ihya Ulum ad-Din na vitabu vinginevyo. Kadhalika Ibn al-Arabi al-Maliki na Shahrastani na al-Razi Muhammad bin Umar al-Taymi al-Bakri Fakhruddin al-Razi al-Ma'ruf
ابن الخطيب الغيب على تفسيرات مفاتيح الغيب. كذلك الإمام الآمدي علي بن أبي علي الآمدي katika mutaakhira wa Ash'ari hawa ndio walikubalisha upepo wakaingiza masaili ya ilmu al-kalam, na al-Hafidh ibn Hajar anazungumzia mambo haya katika Fathul Bari. Kipata wasaba na nyetu kueleza namna watu walifanya isaa katika madhhabi ya Ibn Hasan kwa kuingiza ilmu al-kalam na wakaingiza ndani yake tasawuf, ndio ukaja wa Ash'ari katika sura hii ya leo. Sasa nimetanguliza haya, yule al-Imam Sheikh al-Allama au al-Sheikh Tahir bin Salih al-Jazairi alipokuwa akizungumza kuhusiana na itikadi ya ahli sunna juu ya Allah tabaraka wa taala, mfano katika sifatul istiwa anasema mal muradu bil istiwa fi qawlihi subhanahu الرحمن على العرش استوى في ukurasa wa 8 wa kitabu al-Jawahir al-Kalamiyya. Nini upi muradi, nini makusudiwa ya al-istiwa katika kauli yake subhana ar-Rahman ala al-arsh istawa? Asema al-muradu bihi istiwa'un yaliqu bi jalali ar-Rahman jalla wa ala, fal-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun واستواؤه على العرش ليس كاستواء الإنسان على السفينة أو ظهر الدابة أو السرير مثلا، فمن تصور مثل ذلك فهو ممن غلبت عليه الوهم لأنه شبه الخالق بالمخلوقات، مع أنه قد ثبت في العقل والنقل أنه ليس كمثله شيء، فكما أن ذاته لا تشابه ذات شيء من المخلوقات كذلك ما ينسب إليه سبحانه لا يشابه شيئا مما ينسب إليه. هل يضاف إلى الله سبحانه يدان أو عين أو نحو ذلك؟ جواب سؤال مجيب لك كذا سؤال مجيب. أسمى قد ورد في الكتاب العزيز إضافة اليد إلى الله سبحانه في قوله جل شأنه يد الله فوق أيديهم، واليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأعين في قوله سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إلا أنه لا يجوز أن يضاف إليه إلا ما أضاف إلى نفسه في كتابه المنزل وأضاف إليه نبيه المرسل. ما المراد باليد هنا؟ المراد باليد هنا معنى يليق بجلاله سبحانه، وكذلك الأعين alieleza mpaka baada ya kutaja hizi kisha akasema hali shahid ila man yunsabu ma dhakartahu fi maana al-istiwa'i wal yadayn wal a'yun, asema yunsabu dhalika ila jumhuri salaf. Ni kwa nani yananasibishwa yale uliyoyataja katika maana istiwa, kwamba istiwa ni istiwa ambao yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, na istiwa ma'lum wal kayf majhul. Maneno haya yanasibishwa kwa nani? Kadhalika kuthibitisha kwamba Allah, kunasibisha kwamba Allah ana mkono au ana macho mathalan. Maneno haya yanasibishwa kwa nani? Asema maneno haya yunsabu dhalika ila jumhuri salaf. Wa amma al-khalaf fa aktharuhum yufassiruna al-istiwa' bil-istila'i. Kina nani al-khalaf? madhhabi ya khalaf, na hawa ni jumhur ya waliokuja baada ya wanafunzi wa Abu al-Hasan al-Ash'ari muntasaf al-qarn al-khamis, baada zile karne tatu bora mambo haya yalipokuja kwenye madhhabi ya khalaf, wakasema madhhabu as-salafi a'lam ani aslam wa madhhabu al-khalaf a'lam wa ahkam, wakayacha madhhabi ya ahli sunna ya salaf wakaingia katika madhhabi ya khalaf. Watu wengi wakayabeba madhhabi yale. Sasa suala linakuja, mbona maimamu wengi nao wameliingia jambo hili na wao ni mubtadi'a? Rudi katika ule msingi tulioweka, uangalie wanawachuoni wa ahli sunna wanavyozungumzia kina Imam an-Nawawi na kina al-Hafidh ibn Hajar na wengineo. Huyu Tahir ibn Salih al-Sheikh Tahir ibn Salih al-Jazairi yeye ni Ash'ari, lakini atakuthibitisha kwamba kuna madhhabi ya salaf na khalaf. Sasa madhhabi ya salaf si ya khalaf,
wanasema kwamba hawa pia nao si katika masala katika aqida, wao katika madhhabi ya khalaf ambao ni tafsiri na ta'wili ayat na sifat. Waliotangulia hata katika baadhi wanaosema na Ash'ari walikuwa wafanya ta'wili katika ayat na sifat. Na ukitaka kujua hili, soma vitabu vya Abu al-Hasan al-Ash'ari mwenyewe, al-Ibana na Maqalat al-Islamiyyin na Risala ila ahli al-Thawr. Na alhamdulillah zipo na zote mimi niko nazo risala 3 hizo za Abu al-Hasan. Hawafanyi ta'wili katika ayat as-sifat. Kuna baadhi ya masail wamekosolewa kwa kuwa wamewafiki madhhabi ya Kullabiyya, kwa sababu al-Imam Abu al-Hasan alipotoka katika madhhabi ya Mu'tazila kuja katika madhhabi ahli sunna, alipokea misingi ya baba yake wa kambo ambaye amemulea mama yake. Baba yake wa kambo ndiye alikuwa Mu'tazila. Sasa akarudi katika madhhabi ya ahli sunna, lakini akaishika misingi ya Ibn Kullab ambayo ilikuwa na khalif. Kwa hiyo hata kurudi kwake hakuko safi sana katika baadhi ya mambo, lakini katika mambo ya asma wa sifat, hasa hizo sifa za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi ta'wil. Anathibitisha kwamba kadha yadi kadha, aini kadha, istiwa kadha. Asema kama walivyopita masahaba na tabi'in, ambayo ndio madhhabi ya Imam Ahmad, Imam ahli sunna, katika mukaddima wa kitabu chake. Hivyo hivyo wanafunzi wake tuliowataja almutaqaddimun, ambao ni Imam al-Mujahid, Imam Mujahid Muhammad bin Ahmad al-Ta'i, كذلك بن دار أبو الحسين بن دار بن الحسين الشيرازي، كذلك أبو الحسن الباهي katika wanafunzi wake wakubwa, na Abu al-Hasan al-Tabari na wanafunzi wake kama Imam al-Baqillani Ali bin Muhammad bin Mahdi Abu al-Hasan au Muhammad ibn Tayyib bin Ja'far al-Basri Abu Bakr al-Baqillani. hawa hawakuingia katika ta'wil. Kadhalika ibn Furak Muhammad bin Hasan ibn Furak ambaye amefariki mwaka 406. Waliokuja baadaye katika wanafunzi katika muntasafu al-qarn al-khamis, yani waliokuja baada ya Abu al-Maali al-Juwayni, wao wameingiza ilmu za falsafa na mantiq na wakaingiza tasawuf katika madhhabu Abu al-Hasan al-Ash'ari, na sio madhhabu Ibn Shafi'i rahimahullah ta'ala, wala sio madhhabu Ibn Malik, walikuwa katika madhhabu as-salaf. Sasa sisi tunalaumiwa kwenye lipi? Tukisema sisi tufuata madhhabi ya salaf wetu katika itikadi na katika fiqhi na mambo ya dini, kwamba tuwafuata hawa maimamu wanne katika itikadi na katika fiqhi zao, hatutoki. Tunazunguka na nususi pamoja na wao. Ikiwa nasi hii imemunga mkono Shafi'i, tuko na Shafi'i. Nasi hii imemunga mkono Ahmad bin Hanbal, tuko na Ahmad bin Hanbal. Nasi hii imemunga mkono fulani Abu Hanifa au nani, tuko naye sisi. Na tunawapa udhuru maulama wakubwa mujtahidun kama aliwapa udhuru na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhambi yetu nini sisi? Dhambi kwa kugangania madhhab, mutaassibun, wakawatenga watu na kuwabagua watu kwa sababu madhhab. Hiyo ndio dhambi. Au kutangania mambo ya bid'a ambayo hayakuletwa na maimamu, wakasema ni madhehebu. Kama hili swala kukataza kusali nyuma ya Hanafia, haya si madhhab ya Imam Shafi'i. Ni watu tu wamesema kwa Shafi'i na si madhhab. Maneno yamekuwa mengi bwana, kwa sababu kazungumza vitu vingi katika khutba ya muda mfupi. Kwa hiyo kila ninavyojitahidi nizungumze leo yote nimalize sitaweza, lakini pia sitaki kuendelea tena mara nyingine. Pamoja kwa kuzungumza Sheikh Al-Albani akasema hivi, kuna watu wanamdhania Sheikh Al-Albani alipokuwa Madina kama vile kaokota kasha au kaokota kadha ambayo na hadithi ambazo watu wengine hawazijui yeye tu na hivi. Kazungumza mambo mengi tutakumweka sawa katika jambo hili, lakini sahali nimesema yatosha, wengine watamjibu katika, lakini haya nimesema leo yawe yametosheleza. Hawa yatosha yatosha. Wallahu ta'ala